Bwana, katika sehemu ya 15 tulishia pale ambapo Ryan anapata kuisikia sauti ya Monica ikisema kwamba hakikisheni mnamuua Lisa. Nataka uliwe. Hiyo ni audio ya Monica ambayo Ryan alipata kuisikia, maana huyu mzee Eddie huyu akamwambia njoo kijana wangu, kuna sauti nataka uisikie. Monica anapanga plani za kumuua mke wako Lisa. Sasa Ryan alipoisikia ile akaamini, yani ni kweli kabisa sauti ya Monica. Na ni ukweli kabisa Monica ana plani za kumuua Lisa. Hii kitu ilimuuma sana Ryan. Aliumia sana. Je, Monica ataweza kweli kumuua Lisa? Na vipi kijana Ryan? Ataweza kweli kumlinda mkewe Lisa? Maana anaandamwa na wengi. Anaandamwa na Nadia, anaandamwa na yule na nani yule mtoto wa makamu wa rais yule Flora, anaandamwa na Monica. Jamani, hebu karibu katika hii sehemu ya 16 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea mzigo mtamu wa kuitwa Ice You Kill Me. Kumbuka hii ni chapter 4. Mimi naitwa Uncle J. Bana, karibu. Kuna misheni nyingi sana ambazo utazifanya. Twende huku. Wakarudi ofisini kwa mzee Eddie. Kuna taarifa ambayo unapaswa kuweza kuisikia. Eddie akaweka audio aliyokuwa ametumiwa. Nahitaji Lisa peke yake ndio auawe, ila msimguse Ryan. Ryan alishtuka sana mara baada ya kuisikia sauti ya Monica ikitoa maagizo hayo. Sawa mkuu, msifanye makosa. Nimeongeza siku za kukaa Iran kwa ajili ya hiyo kazi. Nahitaji Lisa afe. Sihitaji endelee kuwa na mume wangu kipenzi. Ryan, naamini hii sauti unaifahamu. Ndio mkuu. Anayejadiliwa hapa ni mke wako wa ndoa. Je, nini utafanya? Mzee Eddie alizungumza huku akimtazama Ryan machoni mwake. Mkuu, hebu play tena. Mzee huyu Eddie akarudi tena kuicheza sauti hiyo aliyokuwa ametumiwa. Na kweli Ryan akisikiliza vizuri kwa umakini wa hali ya juu, na akatambua kabisa hakuna kitu kilichochezewa kwenye hiyo sauti, kwani kwa dunia ya sasa sauti ya mtu inaweza kutumika katika kufanya maongezi. Ryan akasema huyu ni yeye Monica. Ryan alizungumza kwa upole kabisa. Mzee Eddie akasema huyu ni mama wa mwanao. Wivu wa mapenzi unakwenda kumgharimu maisha ya binti wa watu ambaye hana kosa lolote, au kosa lake ni kukupenda. Na katika uchunguzi wangu nimegundua Rais Dismas na Monica wana mahusiano ya kimapenzi. Mapenzi? Ndio. Mungu wangu. Imekuwaje na amekuwa na yule mzee? Sijui. Na uthibitisho ni huu hapa. Mzee Eddie akamwekea Ryan video ya kamera ya siri iliyofungwa katika chumba anacholala Rais Dismas katika ikulu ya Iran. Ryan alishuhudia jinsi Monica anavyopigwa pale mabusu na adui yake huyo, kitu kilichomfanya moyo wake ufunikwe na hasira mpaka machozi alianza kumlengalenga, kwani hata kama hampendi Monica kwa moyo mmoja, ila anachokifanya na adui yake sio kitu sahihi. Ryan taratibu alianza kujikuna kichwa chake. Alikuwa ni kama mtu vile aliyekuwa amechanganyikiwa na maisha. Alianza kuzunguka katika ofisi ya mzee Eddie, huku mzee Eddie akiwa anamtazama tu jinsi alivyokuwa anapiga hatua zake ndani ya hiyo ofisi. Sikupanga kukuua. Sikupanga kabisa kukuua Monica. Alizungumza hayo kijana Ryan. Ryan, ndio. Tulia. Mke wako hataweza kuuliwa. Hatauliwa kivipi? Ikiwa mimi nipo huku, watamua mke wangu bwana. Ryan alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Hawataweza kumua. Mbona unazungumza kirahisi hivyo? Mke wangu hana mafunzo yoyote ya kupambana na watu kama wale. Yaani
Ryan, tulia kijana. Kuna watu wapo alipokuwa mke wako, wanamlinda. Wanamlinda? Akina nani? Ni akina nani hao wanaomlinda? Kama ilivyokuwa katika Scorpion, ndivyo jinsi linavyoendesha hii taasisi yangu. Nina upelelezi kila mahali. Nimepandikiza watu wangu ndani ya serikali ya nchi nyingi tu za Kiarabu, kwa maana ya kwamba huku ndipo ninapopata wepesi wa utendaji wangu wa kazi. Na kama unavyoona katika kambi yangu nina watu kutoka mabara yote duniani. Hivyo ni ngumu sana kwa maagent wangu kuweza kujulikana kirahisi. Haisa mzangu, naomba usinipe moyo kwenye hili. Yaani usinipe kabisa moyo. Sio kwamba nakupa moyo. Ninaongea kitu ambacho mimi ninakijua. Naomba wasiliane basi japo hata na mmoja basi, ili nipate uhakika, kwa maana kwamba yule mimi ni mke wangu. Mimi nitafanya jambo lolote kuhakikisha kwamba ninamlinda, hata kama ikiwa ni kutoa maisha yangu kwa ajili yake. Mimi niko tayari kwa ajili ya kuweza kumlinda mke wangu. Ryan, hata kipindi mimi nilipokuwa kwenye mapenzi mazito sana, nilikuwa nazungumza hivyo hivyo kama unavyozungumza wewe. Ila mwisho wa siku mapenzi yaliweza kunipofusha. Nilipofuka na niliweka kila aina ya upendo wangu na uaminifu wangu kwa mwanamke wangu. Ila leo hii uaminifu ule kwa mke wangu umenifikisha hapa nilipokuwa, na dunia inajua kwamba mimi ni marehemu. Na hata leo ukienda kutafuta jina langu Google, ukaenda kutafuta historia yangu Google, siku yangu niliyozaliwa na siku yangu niliyokufa, vyote utavikuta. Naam, mzee Eddie alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ryan usoni mwake. Mapenzi ndiyo yaliyokufikisha kwenye hali ulionayo Ryan. Unamaanisha nini mzee? Ingekuwa sio wewe kutembea na mke wa bosi wako, usingekuwa na vita kubwa namna hii. Yote ni kwa sababu ya mapenzi. Kwenye hii dunia kuna mambo mengi sana ambayo vijana wenye umri kama wa kwako ni ngumu sana kuweza kuyatambua. Mheshimiwa, unanichanganya. Yaani unanichanganyia mada sasa. Yaani kiukweli mimi akili yangu kusema kweli mimi sielewi. Mke wangu yuko kwenye hatari. Naona nieleza mambo ambayo sio wakati wake mimi huo kuweza kuyajua. Nahitaji kwenda kwa ajili ya kuweza kumlinda mke wangu. Hapo mzee Eddie alifumbua macho yake kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Ryan machoni mwake. Aliwasha moja ya TV ambayo ilikuwa imezimwa. Akavaa pale wireless earphone zake na kisha akamkabidhi Ryan wireless moja ya earphone. Akaminya pale button moja na video katika TV hiyo ikawaka pale. Nilivyowaka TV hile ilionyesha vipande vimegawanyika viko 4 vya kamera tofauti tofauti zinazorekodi eneo la nyumba ya Husna. Ryan akamtazama kwanza mzee huyu Eddie na kisha akarudisha macho yake kwenye TV hiyo na kisha akatazama kile kilichokuwa kinaendelea. Hiko unachokiona ni operation ya moja kwa moja inayoendelea nyumbani kwa Husna. Unaona hiyo gari nyeusi aina ya Alphard iliyopo pembezoni hapo barabara? Ndio naiona. Ndani ya hiyo gari wako vijana wa Monica. Wako vijana 4 ambao ni makomando na wametumwa kuifanya hiyo kazi sasa hivi. Sasa hivi ni saa 3 usiku. Watakaa hapo hadi saa 6 usiku ndipo watakapoanza hiyo kazi yao. Mzee wangu yote hayo umeyajuaje? Ninapokuambia nina wapelelezi kila sehemu, ninamaanisha ninachokuambia ya kwamba wapo kila sehemu, na hata shirika la X ambalo lilikuajiri wewe, mimi ndiye nilianzisha kutoka kuwa kikundi cha watu 5 hadi likawa shirika la X. Na katika kipindi changu mimi cha uongozi nilipandisha
hadi kuwa shirika namba 1 la upelelezi duniani. Ila kwa sasa sina uhakika wapo kiwango cha ngapi, kwa maana ya kwamba viongozi waliopo ni wazembe hadi kupelekea vifo vya wanafunzi wengi kiasi kile kule mapangoni. Ni jambo la kuumiza sana. Naam, Ryan alimtazama mzee huyu Eddie kwa sekunde kadhaa. Umesema kwamba unao upelelezi? Ndio, ninao. Sasa ni nani ambaye amehusika na mauaji ya wale wanafunzi? Kwa maana kwamba wale wanafunzi ni miongoni mwa wanafunzi wangu mimi. Utashangaa kujua ni nani aliyohusika na mauaji yale. Ni nani? Kwa maana kwamba mimi siamini kwamba ni Al-Shabaab ambao wanaweza wakafanya tukio kama lile la mauaji. Siamini kabisa. Nataka kujua ni kina nani. Unataka kujua? Ndio, naomba kufahamu. Ryan, tumalize kwanza operation hii na kisha nitakueleza chochote utakachohitaji kuweza kujua juu ya hiyo operation ya kule Mapangoni Tanga, juu ya vifo vya wale wanafunzi. Kwa nini usinieleze saizi? Sio muda wake. Na ndio maana nimekuambia utashangaa ninapokijua ni nani wamehusika. Lakini pia tumalize kwanza operation hii iliyopo mbele yetu, na mimi nitakwambia kila kitu. Sawa? Nashukuru mzee wangu. Ryan alishusha pumzi huku akimtazama mzee Eddie ambaye kichwa chake kilikuwa kimetawaliwa na mvi nyingi, ila bado mwili wake ulikuwa unaonyesha ni mtu mkakamavu na mwenye mazoezi, kwani ngozi yake ilikuwa haina makunyanzi kama zilivyokuwa ngozi za wazee wengine. Naam, msikilizaji, upande wa pili kuna simu ilianza kuita. Ni mmoja wa vijana wa Monica waliopo ndani ya gari hiyo nyeusi iliyokuwa imesimama mita 1 kutoka ilipokuwa nyumba ya General Hosna. Alitoa simu hiyo mfukoni na kisha akaipokea. Ndio mheshimiwa. Nataka kujua mmefikia wapi? Bado tunasubiria muda sahihi wa kuweza kuvamia, kwa maana kwamba hatujaona gari linalotoka wala kuweza kuingia ndani ya nyumba hiyo. Nisikilizeni. Ndio mkuu. Mpango umebadilika. Tanguleni uwanja wa ndege moja kwa moja, kwa maana kwamba ni muda wa rais kuweza kuondoka. Atatumia helikopta kuondoka ikulu hapa. Monica alizungumza kwa msisitizo, na ndipo vijana wake wakamwambia sawa mkuu. Akarudisha simu hiyo mfukoni na kuwatazama wenzake, akawaambia jamani, tunahitajika uwanja wa ndege, rais anaondoka usiku huu. Sasa vipi kuhusu na hii kazi tulotumwa? Mkuu, Monica amesema kwamba tuachane na hii kazi. Okay, sawa. Vijana hao wakawasha gari yao na wakaondoka eneo hilo, huku wakiachana na mpango mzima waliokuwa wameupanga wa namna ya kuweza kuvamia nyumba ya Hosna kimya kimya na kuhakikisha kwamba wanamuua Lisa. Mheshimiwa Rais, helikopta ziko tayari. Sekretari wa ulinzi katika ikulu ya Iran alimwambia rais wa Iran na rais wa Tanzania ambao wapo katika mazungumzo ya mwisho. Mimi niseme shukrani sana Mheshimiwa Rais kwa kunitembelea, japo mambo hayajakwenda kama vile tulivyokuwa tumepanga. Ni kweli, na pia samahani sana kwa kukusababisha matatizo kwa watu wako bwana. Usijali, unajua kwenye kuwapata waasi chochote huwa kinatokea, ikiwemo kumwagika kwa damu za watu wasiokuwa na hatia. Ni kweli kabisa, ni kweli. Wakapeana mikono huku ulinzi ukiwa umeimarishwa. Wakatoka nje na kuelekea eneo zilipokuwa helikopta za jeshi zilizokuwa zimetengenezwa mahususi kwa ulinzi wa maraisi. Rais Dismas pamoja na vijana wake wakaingia katika helikopta hizo, huku wakiwa wameongozana na maafisa wengine wa jeshi la Iran, na safari kuelekea uwanja wa ndege ikaanza, huku ndege za kijeshi aina ya jet zipatazo 12 zikiwa zimezingira, huku droni za jeshi zinazorekodi matukio yote safari nzima nazo pia zilikuwa zipo kwenye huo msafara. Wakafika uwanja wa ndege salama salamini, huku eneo la uwanja wa ndege ulinzi ukiwa umeimarishwa kisawasawa. Rais Dismas pamoja na watu wake wote waliingia katika ndege hiyo, huku ndege waliokuwa wamekuja nayo Monica na makomando wengine
nayo pia ilianza kuweza kuondoka, huku ikiwa na rubani na makomando wengine. Baada ya anga kuimarishwa, ndege ya Mheshimiwa Rais Dismas ilianza kuondoka uwanjani hapo. Ilipanda kuiacha ardhi ya nchi ya Iran. Nashukuru Mungu tumeondoka salama, Rais Dismas alizungumza huku akivua koti lake la suti na kisha alimkabidhi msaidizi wake. Wakati mwingine usifanye safari kwa matakwa yako binafsi. Kama ungekuwa mwenyewe ule msafara, unadhani nini kingetokea? Monica alizungumza huku akimtazama Rais Dismas usoni mwake. Mungu hakutaka nifojue. Sawa, ila kwa usalama wako ni muhimu kufuata miongozo ya watu wa usalama na sio kujitakia tu kisa wewe kwamba eti ni rais. Kumbuka vyombo vya usalama vipo kwa ajili ya kuweza kukulinda wewe. Sasa unapotaka kufanya maamuzi yako binafsi, kusema ule kweli, hatutokubaliana na wewe next time. Nimekuelewa mke wangu. Usiongee sana. Yamekwisha haya bwana. Hata kama hilo umenikera. Usiongee kwa nguvu bwana, kila mtu asikie. Rais Dismas alifungua pale dirisha lililopo ofisini kwake hapo na kisha katazama jinsi ndege za kivita za nchini Iran zilivyokuwa zinaendelea kuilinda ndege hiyo hadi pale itakapotoka katika anga la nchi ya Iran, na ndipo ndege hizo zitakapoweza sitisha ulinzi huo. Naam, msikilizaji, makamu wa rais alionekana kushusha pumzi, na hii ni mara baada ya kupokea taarifa ya kwamba ndege ya rais imeshatoka katika anga la Iran, ambapo sasa ndege 4 za kijeshi aina ya jet zimepokea ndege hiyo kutoka katika ulinzi wa ndege za Iran na kuendelea na safari ya kurudi nchini Tanzania. Hongera sana mheshimiwa makamu wa rais. Baadhi ya wasaidizi wake walimpongeza, kwani toka alipoweza kuingia katika ukumbi wa operation hakutoka, kwani rais alikuwa katika hali ya hatari, na yeye kama makamu wa rais ilikuwa ni jukumu lake kuhakikisha ya kwamba anafanya kila linalowezekana rais arudi nchini kama ilivyokuwa imepangwa. Makamu wa rais akarudi ikulu kwake huku akiwa amechoka vibaya mno. Alimkuta binti yake Flora akiwa amekaa sebuleni. Wakasalimiana. Vipi binti yangu, mbona umekaa kwa huzuni? Baba, Ryan bado yuko hai. Unaniuliza ama unataka kujua? Yaani nakupa taarifa kwamba baba Ryan yuko hai. Wewe umemwona wapi? Flora ilibidi amkabidhi baba yake huyu makamu wa rais simu. Akaiweka video pale ya Ryan alivyokuwa anapambana. Makamu wa rais, unajua macho alimtoka mara baada ya kumwona Lisa akiwa pamoja na Ryan. Baba, na mbaya zaidi yupo na yule mshenzi. Baba, kama alivyosema yule mtaalamu wako ile siku, Lisa amehusika katika kifo cha babangu mdogo. Uchovu wote aliokuwa nao makamu wa rais ulimwisha. Akawa anarudia kuitazama video jinsi Ryan alivyokuwa anapambana na maadui. Hii imetokea wapi? Iran. Lini? Siku ya mchana ambayo rais alivamiwa. Sija kuelewa. Rais si alifika usiku? Sasa mchana wa siku hiyo ndio mashambulizi haya yalitokea. Shit. Baba, mimi nasema huyu mpuzi huyu ni lazima alipe kwa dhambi alizozifanya. Flora alizungumza kwa uchungu na hasira, na ndipo makamu wa rais akamtazama Lisa huku akiwa ameigandisha video hiyo. Akamtazama binti yake Flora. Unaweza kutumia AK-47? Lisa ameshafunzwa na hapa anatumia bunduki ya kivita AK-47. Unaposema lazima alipe, ni lazima unipe mpango wa nini tufanye. Akili yangu mimi imechoka. Huyu rais kavamiwa, huyu Lisa na Ryan, hebu nipe jawabu la nini tufanye. Makamu wa rais alizungumza kwa msisitizo kidogo. Flora ilibidi kwanza shushe pumzi taratibu, kwa maana ya kwamba ameshamzoea babake kuwa katika hali kama hiyo. Haya, niambie mpango wako na kusikiliza. Maana Lisa sio mtu tu wa kumvamia,
Tayari huyu anaonekana ana mafunzo ya kijeshi. Baba, nenda tukapumzike, ukiamka tutaongea. Haupo kwenye mudi nzuri ya kuweza kulizungumzia hili baba. Flora alichukua simu yake kutoka mikononi mwa baba yake na kisha kaondoka eneo hilo na kumwacha makamu wa rais akimsindikiza kwa macho. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Ryan. Ryan alikuwa anazungumza huku akitazama gari lililokuwa lina watu wa Monica. Lilikuwa likiondoka eneo la karibu na nyumba ya Husna. Akamuuliza yule mzee, mbona sasa gari wanaondoka? Vijana wangu, elekezeni droni, nahitaji kujua hilo gari linaelekea wapi. Mzee Eddie aliwapa maagizo vijana wake waliopo eneo la tukio. Walianza kulifuatilia gari hilo kwa droni hiyo ndogo. Hao wanakwenda wapi kule? Ryan aliuliza hilo swali. Mzee Eddie akasema, hawa wanaelekea uwanja wa ndege. Ina maana kwamba yule mshenzi anaondoka. Itakuwa ni hivyo. Nahitaji kamera zote za uwanja wa ndege niweze kuziona kwenye TV zangu. Mzee Eddie alizungumza, na baada ya dakika kamera za uwanja wa ndege ilipokuwa ndege ya Mheshimiwa Rais zikaonekana pale katika TV zilizopo ofisini mwa Mzee Eddie. Mbona hakuna msafara? Hawawezi kutumia njia barabara kwa kile kilichotokea. Ni lazima watakuwa wamebadilisha plani. Baada ya dakika 5 walishuhudia pale ndege za kijeshi zikitua uwanjani hapo. Wakamwona Rais Dismas pamoja na Monica wakiwa wameongozana na makomando wengine wakiingia ndani ya ndege ya rais. Watu wako wameshaondoka Iran. Nini sasa mpango wako? Hapo Rani kwanza alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Mzee Eddie. Nahitaji kutengeneza familia na mke wangu sasa. Unawezaje kutengeneza familia ikiwa maadui zako wapo na wanakusubiria wewe ukuue? Mimi nitamlinda kwa maisha yangu yote. Sawa. Mavazi yako mapya niliyokukabidhi yameshaandaliwa. Endapo utapewa usafiri wa kurudi mjini, basi hakikisha kwamba unayetunza hayo mavazi yako. Lakini mzee, nimekumbuka. Ndio, nakusikiliza. Hujanieleza ni nani aliyewaua wale wanafunzi kule Mapangoni Tanga. Mimi najua ni Al-Shabaab. Itakuwa alitumwa tu pale. Ryan, natamani kukuambia waliohusika na shambulizi la kule Tanga lile la wanafunzi. Ila nahofia mahusiano yako na huyo mtu nitakayekwambia yanaweza kaleta vita moja kubwa sana. Mahusiano yangu yani kivipi? Yani sijakuelewa. Ryan, hebu tuyaache hayo yapite, kwa maana ya kwamba kila jambo na mimi Mungu hupanga. Hapana mheshimiwa. Mimi nahitaji kufahamu ukweli juu ya lile tukio la wale wanafunzi kuuawa. Maisha ya wale vijana ni lazima yalipwe, na washenzi wote waliohusika lazima walipe. Nikikutajia waliohusika unadhani utaweza kuwalipa? Ndio. Hapo Mzee Eddie akakaa kimya kwa sekunde kadhaa, huku akawa anatafakari nini cha kusema. Unajua Ryan, tamaa ya madaraka ni mbaya sana. Ni tamaa ambayo inaweza kumfanya mtu kufanya chochote ili mradi apate kile anachokitaka. Kitu
ambacho mimi ninakishangaa. Viongozi wengi hususan wa Kiafrika ni jinsi gani wanavyohisi ya kwamba wakipata madaraka, wakipata uongozi, basi ni wakati wao wa kufanya kile wanachokitaka. Mimi ningekuwa mtu wa tamaa, hadi leo hii ningekuwa bado ni rais wa Tanzania. Kwani wakati ninastaafu, watu walilia sana, wakitaka hata katiba ya nchi ivunjwe ili mimi niendelee kuongoza bila kikomo. Ila unajua, nilifikiria, nikatafakari mambo mengi sana. Itakuwaje endapo wakipata mtu kilaza, mtu ambaye hafai, na katiba ikawa inampa mamlaka ya kutawala kwa maisha yake yote? Na hapo ndipo nikasema hapana, ni wakati wa nchi yangu ya Tanzania kupata watu wapya watakao waongoza raia. Na ilikuwa hivyo kabla hawa vichaa hawajaichukua nchi. Maana walioichukua nchi sasa hivi naona kabisa ni vichaa. Naam, Mzee Edi alisimama hapo na kisha akafungua kabati lake lenye mafaili na kisha akatoa pale faili moja, akamkabidhi Ryan. Akafungua faili hilo na kuanza kutazama picha za mtu aliyopo ndani ya hilo faili pamoja na maelekezo machache. Huyo unayemwona kwenye faili alikuwa ni msaidizi wa mkuu wa Al-Shabaab ambaye kwa sasa ni marehemu. Kwa sasa yuko nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Ukimpata huyo, basi utapata kujua waliohusika kuua wale watoto. Na ukiwapata, rudi kwangu nikupe mwongozo. Usifanye chochote cha kijinga, kwani hutofanikiwa katika malengo yako kwa kukurupuka. Maana ni watu wenye akili sana kuliko hivyo unavyofikiria wewe. Mzee, kwani tu usiniambie tu moja kwa moja mpaka Ryan, fata ninachokwambia. Ryan ilibidi ashushe kwanza pumzi, akamtazama Mzee Edi. Hapo ndipo akaingia msichana fulani hivi mrefu mwenye nywele ndefu, huku mkononi mwake akiwa amebeba begi kubwa kiasi. Tayari mkuu? Okay, sawa. Mfikishe Ryan mjini. Sawa mkuu. Ryan, tutawasiliana pale nitakapoweza kukuhitaji tena. Nashukuru mkuu. Ryan aliagana na Mzee Edi na wakatoka nje huku akiwa wameongozana na msichana huyo. Wakaingia ndani ya gari na safari ya kuondoka eneo hilo ikaanza. Etuwe dada, ni kwa muda gani umekuwa unafanya kazi na huyo mheshimiwa? Ryan alimuuliza msichana huyo huku safari ikiwa inazidi kusonga mbele. Mbona unauliza hilo swali? Nahitaji kujua, kwa maana kwamba Watanzania karibia wote wanajua kwamba huyu mzee amefariki dunia. Kwa mimi ni mwaka wa 10. Mwaka wa 10? Yes. Nilikuwa naye kwenye kikosi chake toka nilipokuwa nina umri wa miaka 18. Mbona ulikuwa mdogo sana? Hapana. Mheshimiwa Edi kwetu ni kama baba yetu. Karibia wote katika eneo lake analolimiliki. Sisi ni yatima kutoka mataifa mbalimbali. Toka alipokuwa ni komando wa kikosi cha X, alikuwa anatusaidia kimya kwenye vituo mbalimbali barani Afrika. Alichokuwa anakipata anatupatia. Hivyo kwetu alikuwa ni kama baba. Aisha, kumbe ni mtu aliyekuwa na roho nzuri sana. Sasa na bado anaendelea kuwasaidia ndugu zetu wengine waliopo kwenye vitengo vya yatima. No, okay, sawa. Majira ya saa 11 kasoro wakafika eneo la karibu kabisa na nyumba ya General Husna. Nashukuru wa safari yako. Jichunge na uwe makini. Usijali, alafu uje niambie jina lako ni Tunanda dangu. Usijali, wakati mwingine utanifahamu. Binti huyo alizungumza huku akitabasamu. Ryan alishuka ndani ya gari huku akiwa na begi mkononi mwake. Msichana aliyemleta hapo aligeuza gari na kuondoka hilo eneo. Ryan alitembea mpaka katika geti la kuingilia katika hilo jumba.
Kutokana na kwamba wanajeshi wanamfahamu, hapakuwa na mwenye wasiwasi naye zaidi ya kumfungulia mlango na kisha akaingia ndani. Ryan akaingia sebuleni na kumwona pale Lisa akiwa amelala kwenye moja ya sofa, na ndipo taratibu Ryan akakaa pembeni ya Lisa. Hey baby. Umerudi mume wangu? Lisa alizungumza huku akikurupuka. Alimkumbatia pale Ryan kwa furaha kabisa. Unajua nimekaa hapa, nimekuwa na kusubiria kwa hamu mume wangu. Pole kwa kukufanya uwe na wasiwasi. Nashukuru. Ulikuwa wapi? Ni story ndefu, jiandae, tunaondoka asubuhi majira ya 4. Kwenda wapi Ryan? Paris, Ufaransa. He? Ufaransa? Ndio, jiandae. Ryan alizungumza huku akisimama. Waliingia chumbani kwao huku Lisa muda mwingi sana alikuwa akiangalia begi lililokuwa amelibeba Ryan. Wewe Ryan, kwenye begi kuna nini? Ni nguo zangu hizi za kazi. Sasa mbona tunaondoka yani ghafla mno mume wangu? Hani, maisha ni lazima endelee. Nimekufundisha mbinu kadhaa za kujilinda. Ninaamini ya kwamba nyuma yangu nina mtu ambaye hata kama akivamiwa na mtu mmoja anajihimili kwenye kuweza kujibu mashambulizi. Mke wangu, ili kuwaondoa maadui zetu ni lazima tufanye hiki ninachotaka tuweze tukifanye. Wewe ulitaka kuweza kuwa mtu wa kulipa kisasi. Ndio. Sasa unatakiwa kufuata amri yangu kwa kila kitu ambacho nakwambia. Sawa mume wangu, kwa kuwa niliapa ya kwamba nitakuwa nawe kwenye shida na raha. Sina namna zaidi kufanya unachokitaka. Nashukuru kwa hilo mke wangu. Na Husna tunamwambiaje? Kwa kuwa tulishamueleza juu ya kuondoka kwetu, naamini kwamba hatoshangaa hata hili pia. Sawa, baby, nimekuelewa. Naam. Saa 1 Lisa alielekea chumbani kwa Husna. Umemkaje ndugu yangu? Salama. Vipi, mbona umekuja unatabasamu pana? Mume wangu amerudi. Wewe kweli? Ndio, kuna kazi ameniomba tukaifanye. Kazi gani hiyo Lisa? Hajanifafanulia, ila tu ni kazi ambayo tunakwenda kuifanya Ufaransa. Yaani wewe acha tu. Yupo juu, yupo haraka bala. Kama ni swala la kazi hakuna shaka Lisa. Mimi na rafiki zangu kule Ufaransa wanaweza kuwapokea bila hata shida yoyote. Nashukuru sana Husna kwa kila jambo ambalo umenifanyia kwenye maisha yangu. Umekuwa ni mzuri sana kwenye maisha yangu. Nilipokuwa ninahisi ya kwamba maisha yangu yamefika mwisho, ila ulikuja na kunipa mwanzo mpya. Kwa kweli nilikuwa sijui nini nilikuwa sijui ninatokaje katika kifungo cha yule mwanaharamu Henry. Usijali rafiki yangu Lisa. Mimi ndo kukushukuru wewe kwa kila hatua ambayo tulipitia. Maumivu uliyopata, kusema ukweli, ulipata maumivu makubwa mno kwenye kuniokoa maisha yangu. Kwa kweli mimi ndo napaswa nikushukuru Lisa. Asante Husna. Wakakumbatiana huku machozi yakiwalenga, na baada ya dakika 2 wakaachiana pale. Najua kazi itakuwa ngumu, japokuwa sijajua ni namna gani, ila nakuomba Lisa usinisahau. Chochote utakachohitaji, iwe ni pesa, msaada wa kimawazo, yani chochote Lisa, nipigie simu kwa namba yangu binafsi. Usiponipata, pigia ofisini kwangu. Tutawasiliana tu. Usijali ndugu yangu Husna. Nakupenda sana Lisa. Umefanya maisha yangu niamini ya kwamba watu wenye roho nzuri bado wapo, na umekuwa kama dada na ndugu kwangu. Nashukuru Husna. Baada ya kuagana wakatoka chumbani hapo. Walimkuta Ryan akiwa yuko sebuleni anazungumza na simu. Nashukuru. Ryan alizungumza hivyo na kisha kakata ile simu mara baada ya kuona Lisa na Husna wakishuka katika ngazi. Shemeji, mzee wako? Salama bwana, pole kwa kukuamsha asubuhi. Wala hata usijali shemu wangu. Nilikuwa ninawasiliana na watu wa shirika la ndege hapa, nimepata ndege itakayoweza kuondoka saa 6. Shirika gani? Emirates.
Hao wako vizuri kwenye safari zao. Shemeji yangu, mbona mnanikimbia hivyo haraka haraka jamani? Shemeji Husna, kama unavyojua yaliyotokea na kazi zetu hizi, unajua kuna watu inabidi kidogo niweze kushughulika nao. Hakuna shaka. Nilimwambia Lisa ya kwamba mimi na watu wangu Ufaransa, hivyo wanaweza kuwapokea na kuwapatia msaada wa chochote kile ambacho nyinyi mnakihitaji shemeji. Nashukuru sana shemeji, nashukuru. Wakapata kwa pamoja kifungua kinywa na majira ya saa 5 za asubuhi wakaelekea uwanja wa ndege. Kutokana na heshima ya Husna katika nchi ya Iran, Lisa na Ryan hawakukaguliwa hadi wanaingia kwenye ndege na wakaondoka nchini humo. Lisa, hujasahau chochote? Hapana mume wangu. Labda bastola. Tutapata nyingine huko tunakoenda. Sawa. Taratibu Lisa kakilaza pale kichwa chake begani mwa Ryan. Nyakati kama hizi nilizikumbuka sana kwenye maisha yangu. Lisa alizungumza kwa sauti ya mahaba. Kweli. Haki ya Mungu. Nashukuru Mungu leo niko na wewe mume wangu. Tutazidi kuwa pamoja hadi siku ya mwisho wa uhai wangu. Kwa nini usiwe uhai wangu mume wangu mpaka useme uhai wako wewe? Kwa sababu mimi niko tayari kufa kwa ajili yako. Mbona hata mimi baby niko tayari kuruka mbele yako, yani risasi nipige mimi kwa ajili yako wewe. Usijali na usije ukathubutu kufanya kitu kama hiko hata siku moja, kwa sababu sitokuja kukusamea maisha yangu yote. Jamani, mume wangu, ndo nishasema. Sisi ndo wanaume ndo wenye majukumu ya kuwalinda nyinyi wanawake. Na sio nilinde mimi. Nitakuwa mwanaume wa aina gani sasa? Maneno ya Ryan yalizidi kumfanya Lisa kujiona furaha, kwani kwenye maisha ya mahusiano kila mwanamke anapenda kulindwa na mpenzi wake katika kila nyakati, na hilo huwafanya wajawe na furaha na kuamini kwamba hayo ndio mapenzi wanayopaswa kuweza kupewa. Yaani kama vile Uncle Jay anavyowajali mashabiki zake, anawapa mzigo back to back. Yaani wanajisikia raha mashabiki zake, na hivyo ndivyo mashabiki wanavyopaswa kuweza kupendwa. Hivi tutaziweka wapi sura zetu sisi mbele ya familia ya makamu wa rais mume wangu? Naam, alikuwa ni mama yake Lisa alizungumza hivyo huku machozi yakimbubujika mara baada ya kuona video ya jinsi mwanae alivyokuwa anapambana na magaidi akiwa yuko na Ryan. Mama jamani, tunachopaswa kumshukuru Mungu ni kwamba dada yuko hai. Je, angekuwa ni marehemu kama Henry, ungekuwa na uwezo wa kusema maneno kama hayo mama? Linda alilalama huku akimtazama mama yake, kwani yeye ndiye aliyeweza kuwaonyesha video hiyo mara baada ya kuweza kuiona kwenye mitandao. Lisa mwanangu ni mmoja tu. Daktari huyo niliyemuona hapo sio wangu. Baba Lisa alizungumza na taratibu alinyanyuka na kuanza kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Kabla hajamaliza ngazi hizo, simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na ndipo aliposhusha pumzi mara baada ya kuiona ni namba ya makamu wa rais. Akarudi sebuleni na kisha akakaa kwenye moja ya sofa alilokuwa amelikaa. Habari yako mheshimiwa? Mbaya. Habari ni mbaya. Naamini umeona mwanao Lisa. Umemwona mwanao Lisa alichokifanya kwa mdogo wangu. Sasa nakwambia hivi, ni lazima atakilipa tu. Nadhani umenielewa. Makamu wa rais alizungumza kwa kufoka kweli kweli. Babake Lisa akasema, unaposema kwamba atalipa, kumbuka mimi niliwakabidhi. Ulitukabidhi au ulipanga kumteka mwanao wewe mwenyewe? Ingekuwa sio mpango wako wa kutaka mdogo wangu kumteka mwanao, leo hii mdogo wangu mimi angekuwa hai. Huu ulikuwa ni mpango wako. Makamu, mimi na uchungu kama uliokuwa na wewe. Kutaka kutimiza mipango yako ya kumuumiza Ryan na kumwozesha mdogo wako kwa mwanangu, usisi ya kwamba sifahamu. Mimi najua kila kitu makamu. Wewe unazungumza hivyo wewe kama nani? Mimi kama babake na Lisa. Baba Lisa naye alipandisha kibesi bwana. Nisikilize makamu. Nakwambia chochote kitakachompata binti yangu Lisa, utaelewa mimi ni nani.
Baba Lisa akakata hiyo simu, lakini hapo mapigo ya moyo yalikuwa yanamwenda kasi vibaya mno. Baba, kuna nini? Naombeni dawa zangu za pressure. Baba Lisa alizungumza huku jasho linamwagika. Kufokeana na makamu wa rais si mchezo. Na hii ilimfanya hata Linda pia kukimbia chumbani kwa wazazi wake, na baada ya muda alirudi pale na kichupa cha dawa. Alimnyosha baba yake vidonge viwili, na baada ya muda kidogo hali yake ikarudi kuwa kama kawaida. Nini mume wangu? Ni makamu wa rais. Anasemaje? Ananipa vitisho. Sijui hata hakikisha Lisa sijui analipa kwa alichokifanya yani. Jamani, sasa tutafanyaje mume wangu? Watamua mwanangu Lisa. Watamua, ni bora nife mimi kuliko kushuhudia msiba wa mwanangu. Mama Lisa alizungumza huku akilia kwa uchungu na kumfanya Linda pia akose cha kuzungumza, kwani kugombana na makamu wa rais ni matatizo tosha kwenye familia yake. Hivi mume wangu, kuwafokea wazee wa watu unahisi kwamba ni jambo sahihi kweli? Kaa kimya. Nitahakikisha wanalipia kifo cha mdogo wangu Henry. Kifo chake hakiwezi kwenda hivi bure. Kama alimuua mdogo wangu, ni lazima walipe. Sasa kama ni kulipa, inabidi alipe Lisa, sio wazee wake. Alafu wewe mwanamke, nimekwambia kaa kimya. Wewe hili halikuhusu. Halikuhusu kabisa. Makamu wa rais akatoka ndani kwake na kisha akaelekea sebuleni huku akiwa amefura kwa hasira kweli kweli. Baba, naona kabisa asubuhi yako haiko sawa. Flora alimuuliza baba yake. Kuna wapuuzi mimi nahitaji kuweza kuwashughulikia. Kina nani? Familia ya Lisa. Nataka kuonesha kwamba mimi nina nguvu kwenye hii nchi. Mimi ndo makamu wa rais. Kwanza, hatua ya kwanza ni kuwafilisi mali zao zote hadi warudi kijijini. Baba, nini na wewe? Najua tuna bifu na familia ya Lisa, ila kuwafilisi haitofanya tuishinde hii vita, kwani ni sawa na kuweka petroli kwenye moto. Sijui unanielewa baba? Kwa hiyo wewe unatakaje? Watu wangu ambao mimi nafanya nao kazi wamenipatia taarifa kwamba saa 6 ya Iran kule waliweza kuzipata hizi picha kwenye uwanja wa ndege wa Iran. Flora alizungumza huku akimwonyesha baba yake picha za Ryan pamoja na Lisa. Hao wanakwenda wapi hao? Wanakwenda Paris, Ufaransa. Na nimeshatuma watu kuhakikisha kwamba wanawapata wakiwa hai au wamekufa. Baba, kwa nini nimekosea kutoa amri kama hiyo? Laiti mama yako angekuwa kama wewe, na mimi hii familia ingekuwa mbali sana. Kusingekuwa na adui wa kutusumbua siku hizo zote. Hakikisha wanakufa na tunaiona miili yao. Sawa mwanangu? Andika imekwisha baba, kwa maana watu niliowapa hii kazi ni maprofessional, wanajua kazi yao. Flora alizungumza kwa kujiamini na kumfanya baba yake kutabasamu kwa furaha, kwani mwanae huyo amekuwa ni msaada tosha kwake na anafuata nyayo zake japo ni mwanamke. Ila nakupa angalizo mwanangu. Ndio baba. Hakikisha hao watu wako hawakutaji, kwani wakikutaja Rani atatuingiza kwenye listi ya kuhitaji kutuangamiza. Sawa baba. Mchana mimi nitakwenda Dodoma kumpokea mheshimiwa rais, kwa maana kwamba ndege yake inafika saa 8 hivi mchana. Sawa baba. Au unataka tuongozane? Kwa nini? Nahitaji kukutafutia nafasi serikalini ili upate nguvu ya kimamlaka. Flora alionekana kushusha pumzi huku akimtazama baba yake. Baba, sina ndoto za kuwa mfanyakazi wa serikalini baba. Unajua maisha yangu yote nimewekeza kwenye masomo yatakayokuja kunifanya kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwani kuna biashara ngapi mimi ninamiliki? Ngoja nikwambie jambo moja binti yangu. Mimi na mpango wa kugombania kiti cha urais mwakani.
Jamaa muda wake wa uongozi ukiisha tu, nahitaji kuingia madarakani. Nahitaji kukupatia wewe nafasi ya kuwa mshauri wangu mkuu. Baba, uone kuwa watu watasema kwamba umetoa nafasi kiupendeleo? Wakiongea kwani wanakuwa wamekuua? Si wanaongea wananyamaza? Hapana baba, inabidi mpaka nilifikirie kwanza hilo. Sawa, wewe fikiria, kisha utanipatia jibu. Mimi ndo nakwenda kuwa rais ajaye mwanangu. Naam, kweli mzee huyu ana uroho na madaraka. Makamu huyu wa rais aliondoka hapa na kuelekea ofisini kwake. Bidada Flora alipiga simu kwa namba aliyokuwa ameitafuta katika simu yake. Ndio. Hakikisheni mnafanya nilichokuwa nimewaambia. Sawa mkuu, usijali. Vijana wangu wapo kila sehemu na hakuna kitakachoweza kuharibika. Flora alikata simu na kujitupa kwenye moja ya sofa, huku akiwa amejawa na furaha kwa maana ya kwamba anasubiri kwa hamu sana kusubiria miili ya Lisa pamoja na Ryan. Je, kweli ataletewa hiyo miili? Asija kaletewa vichwa vya hao watu waliowatuma. Maana Ryan ana balaa na hivi saizi amepewa mavazi mapya. We, ukimwona hivyo unaweza kusema roboti kudadeki linapiga hilo hatari. Huyu mtoto huwa anawaza nini? Naam, Ghosti alionekana kuzungumza huku akikaa kwenye kiti kilichopo pembezoni mwa kiti alichokuwa amekaa mzee Max katika eneo la swimming pool. Mzee Max akauliza kwani kuna nini? Wale watu wangu waliokuwa kule Iran wamemwona akipanda ndege inayokwenda Ufaransa. Sasa huko Ufaransa atakuwa kafuata nini? Maxi, mimi mwenyewe sifahamu. Na yuko na yule mwanamke ambaye ni mwanamke wake. Unajua sipati picha Monica huko aliko ana hali gani? Maxi, hebu jaribu kufuatilia Ufaransa na kwenda kufanya jambo gani huyu Rani? Mbona anataka kutuchanganya? Sawa ndugu, ila ngoja kwanza nimtumie Naima, kwa maana kwamba katika watu wa karibu na Ryan ni Naima. Poa, hebu fanya hivyo. Huyu kijana anataka kutupanda kichwani huyu. Mzee Maxi akaelekea katika ofisi ya IT iliyopo eneo hili ambapo Naima amejumuishwa na wataalamu wengi tu wa IT wakishughulika na udadisi wa kila jambo la kimtandao linaloendelea duniani. Mzee Max alipofika hapa akamwambia Naima, nahitaji tuzungumze mara moja. Kweli Naima kanyanyuka kwenye kiti chake na kumfuata mzee Max eneo alipokuwa amesimama. Ndio mzee. Hebu naomba ujaribu kunitafutia mawasiliano ya Ryan, kwa maana anaelekea Ufaransa na hatujui anakwenda kufanya nini huko. Sawa baba. Ukishazungumza naye hakikisha unaniambia kila jambo. Hakuna shaka baba. Mzee Max alitoka ofisini hapo na Naima karudi kwenye kiti chake. Akatazama picha aliyokuwa ametumiwa na mzee Max kwenye email yake. Naima akajisemea, Ryan anakwenda Paris au anakwenda kula bata na mke wake? Naima alijiuliza huku akiendelea kuitazama picha hiyo kwa umakini mno, na ndipo taratibu Naima alishusha pale pumzi nyingi huku akitazama picha hiyo. Kama hapo kwenye ndege, sio rahisi kuweza kuwasiliana nao. Naima alizungumza huku akishusha pumzi, akawa na tafakari kwa muda, ila alikosa nini cha kufanya. Naam, msikilizaji, majira ya saa 3 za usiku ndege iliyopanda Ryan pamoja na abiria wengine ikatua katika kiwanja cha Paris Charles Airport hapo. Asante Mungu, tumefika salama. Lisa alizungumza huku akitazama uzuri wa uwanja wa ndege huo wenye ndege nyingi kweli kweli. Akajinyosha pale mwili wake. Hani, tuwasiliane na watu wa Husna? Hapana. Tunakwenda sisi kama sisi. Najua kuna watu watakuwa wanatufuatilia. Hivyo inabidi tuwe makini. Wewe umejuaje kama kuna watu wanatufuatilia wewe? Katika mafunzo yangu nimeumbwa kuhakikisha kwamba ninakuwa niko makini kwa kila jambo, kwa namna ambavyo hii safari ilivyo. Ni lazima tu watakuwa kuna watu wanatufuatilia. Ila
nafikiria hili begi lenye silaha zangu, namna kuweza kulitoa hapo uwanja wa ndege. Tunafanyaje? Ryan akatazama abiria wanaosimama kwa ajili ya kuweza kujiandaa kushuka ndani ya ndege hiyo. Akasimama na kumfuata mmoja wa wahudumu wa kike wa ndege hiyo. Akamwambia pale, habari yako miss? Salama. Nina begi langu, lakini kama hutojali, ninaomba unisaidie kulibeba. Kidogo mke wangu hajisikii vizuri, hivyo unahitaji kuweza kumbeba. Hali yake imebadilika tukiwa tuko safarini. Pole sana. Je, ni kuitia huduma ya kwanza? Hapana, ni msaada tu wa kumbeba, kwa maana kwamba nimeshampatia dawa. Okay, sawa. Begi lako lina nini? Ni nguo tu kadhaa. Sawa, hakuna shaka. Na je, ninaweza kuona vitu vyako vya ndani kwenye begi? Ndio, hakuna shida. Daniel alizungumza kwa kujiamini huku akitoa begi lake eneo alipokuwa ameliweka na kisha akamkabidhi huyu mhudumu. Akalifungua na kutazama nguo kadhaa zilizopo juu. Okay, sawa, hakuna shida kakaangu. Rani akasubiria watu wote kutoka ndani hapo na kisha akamfuata Lisa kwenye siti. Lisa, inabidi nikubebe. Kwa nini? Wewe, nimemwambia mhudumu kwamba nimekupatia dawa na umwa. Sawa. Rani alimbeba Lisa na wakashuka katika ndege hiyo huku mhudumu akiwasaidia begi hilo. Vipi? Mmoja wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege alizungumza. Mke wake anaumwa, anahitaji kuweza kupatiwa gari ya wagonjwa. Rani alimtazama huyu mhudumu ambaye amemchezesha game ambayo kwa haraka hakuweza kulifikiria. Gari ya wagonjwa ikaletwa bwana katika lile eneo walipokuwa wamesimama Ryan. Na ndipo mhudumu wa ndege pamoja na Lisa alikuwa amelala kifuani mwa Ryan huku akiwa amebebwa. Ryan akamuingiza Lisa ndani hilo gari la wagonjwa. Naamini wifi atakuwa salama. Mhudumu wa ndege alizungumza na Ryan akasema, ndio, nashukuru sana kwa kila jambo. Usijali na ninakukaribisha tena kusafiri na ndege shirika letu. Asante sana kwa huduma nzuri na sitoweza kuwa sawa. Karibu sana. Rani aliingia ndani ya gari ya wagonjwa, ikaondoka uwanja hapo wa ndege haraka mno kuelekea hospitalini pasipo hata mizigo yao kuweza kukaguliwa. Unajisikiaje miss? Nesi aliuliza huku akiendelea kumpatia huduma ya kwanza ikiwemo kumtundikia drip ya maji. Najisi vizuri sasa. Lisa alidanganya hivyo. Kwani ulikuwa unajisi vipi? Mwili wangu tu ulishoa nguvu. Ni mara yako ya kwanza kusafiri na ndege? Ndiyo. Basi hiyo inaweza kusababishwa na uchovu wa safari. Labda. Wakafika hospitali iliyopo karibu na uwanja wa ndege. Lisa akakabidhiwa pale na madaktari wa hospitali hiyo na kisha akaendelea pale kupatiwa huduma huku akipimwa vipimo vya kila aina. Wewe ndo mume wa Lisa? Daktari aliuliza mara baada kutoka chumba cha matibabu, na ndipo Ryan akasema, ndio dokta. Hongera sana bwana. Mke wako ni mjamzito. What? Ryan alibaki na mshangao. Ndio, mke wako ni mjamzito ya wiki 3 sasa. Hongera sana kijana. Dokta, hiyo dokta, unajua ni habari njema sana hii. Rani alizungumza huku akiwa na furaha sana. Dokta akasema, kutokana na mimba yake ni changa na inabidi aweze kupatiwa huduma ya uangalizi, kwani mimba ikiwa changa inaweza kupelekea kutoka. Na okay, sawa dokta, nimekuelewa. Unaweza kuingia na ukamwona pia. Rani aliingia kwa haraka mno ndani ya hiko chumba huku akiwa amejawa na furaha. Vipi, mbona unatabasamu? Mke wangu hawezi kuamini. Nini kimetokea? Madaktari wamekukuta na ujauzito. Ujauzito? Ndio. Tena zaidi ya wiki ujauzito wako. Wewe mbona msijisi chochote wala si dalili ya kuchoka wala hata kucheua? Naamini mimba yako imekuja tofauti na sio kila mwanamke mimba yake inaweza tu kuwa na dalili. ila asante Mungu kwa kupata ujauzito. Inabidi tutafute eneo ambalo tutalea hii mimba kwa amani na furaha. Nchi gani ambayo unahisi tutakuwa tupo salama? Sijajua. Ila mimi na marafiki wazuri nchini Marekani, na kumbuka hata serikali yao pia ilivyowazawadia magari wewe na rafiki zako mlivyokuwa mmewaokoa. So unashaurije mke wangu? Tukaombe uraia Marekani. Tunaweza tukakubaliwa.
Ngoja tuone itakavyokuwa. Ila kwa sasa ngoja tutafute kwanza nyumba kukodisha hadi pale tutakavyoweza kukamilisha utaratibu wa kuhamia Marekani. Yote ni sawa. Ryan akawasha pale wifi katika simu yake, kwani katika hospitali hiyo kulikuwa kuna mfumo wa internet ya bure. Akaitafuta namba ya Naima na kisha alimpigia. Hey Ryan, vipi? Poa. Aise, upo Faransa? Umejuaje Naima? Kuna picha ambayo ulipigwa ukiwa kwa uwanja wa ndege ukiwa na Lisa na unaonekana umepanda ndege unaelekea Ufaransa. Shit. Hiyo picha amekupa nani? Mzee Maxi kaniambia kwamba nikudadisi nijue kwamba nini kimekupeleka huko Ufaransa. Mwambie hivi, mke wangu ni mjamzito na hapa natafuta nyumba ya kupanga. Hivyo nimekupigia unitafutie nyumba iliyopo eneo salama na ni nzuri iwe. Niweze kupanga kwa sababu nahitaji kuweza kupumzika mimi na mke wangu. Haisa, hongera sana. Sipati picha hiyo furaha ulionayo Ryan. Namshukuru Mungu kwenye hilo. Hebu fanya hilo basi nilokuagiza. Na ikiwezekana lipa moja kwa moja kwa akaunti yangu. Okay, sawa. Ila Ryan, mimi kidogo na hisia mbaya na eneo ambalo upo. Kwa nini Naima? Nahisi kuna watu tu wanakufuatilia. Na mimi pia nalihisi hilo Naima. Ila waache wanifuatilie, kwani wanafuatilia moto ambao hawataweza kuuzima. Pindi utakapowaka, moto huo hautaweza kuzima. Achana nao. Okay, sawa. Ila angalia maisha ya mke wako na mwanao ajaye. Usiweke kwenye hatari. Usijali hilo Naima, niko makini. Baada dakika kama 5 hivi na kutumia picha za nyumba pamoja na ramani ya kufikia huko eneo ulipo. Okay, sawa. Nashukuru sana Naima. Hakuna shaka. Mume wangu, kuna nini? Lisa, unajua naambiwa hapa na Naima kwamba kuna picha ilipigwa tukiwa tuko uwanja wa ndege. Hivyo ni dhahiri shahiri kwamba kuna watu ambao wanatufuatilia. Kina nani? Sijajua. Mbona hatari mume wangu? Wala hata huna haja ya kuwa na wasiwasi. Ryan alipiga hatua mpaka kwenye dirisha la chumba hicho na kisha akaangalia magari yaliyopo katika maegesho. Vipi, kuna chochote? Lisa alizungumza huku akikaa kitako kitandani. Hebu ngoja kwanza. Ryan alizidi kutazama gari moja baada ya jingine kwa umakini wote, kwani kama kuna watu wanamfuatilia ni lazima tu akabiliane nao na atahakikisha kwamba hawamdhuru yeye wala Lisa. Hii ndio hospitali mliomleta? Mwanaume mmoja alionekana kuzungumza hivyo huku akiwa anamuelekezea bastola ya mbavu dereva wa gari la wagonjwa lililokuwa limebeba Ryan pamoja na Lisa. Ndio. Dereva huyo alizungumza kwa kutetemeka, kwani alitekwa alipokuwa amefika tu uwanja wa ndege. Jamaa huyo akamvunja shingo dereva huyo ndani ya hili gari ambalo vilikuwa na vioo tinted, yani vioo vyeusi ambavyo sio rahisi kwa mtu wa nje kuweza kuona kinachoendelea ndani. Oya, kila mtu awe tayari. Tunawahitaji wakiwa hai au wamekufa, sawa? Sawa mkuu. Jamaa huyo alizungumza kwa kutumia wireless earphone aliyokuwa ameivaa sikioni mwake na vijana wake 15 aliokuwa ameongozana nao, ambao wapo pia kwenye gari tofauti. Kila mtu akaandaa pale silaha yake kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa nyakati tofauti wakayaingiza magari yao katika maegesho ya magari yaliyopo chini ya ardhi katika hospitali hiyo. Wakashuka huko, kila mmoja akiwa ameshika pale bastola iliyokuwa imefungwa kiwambo cha kuzuia sauti. Mke wangu, shuka tuondoke. Naam, Ryan alizungumza huku machale akiwa yamemcheza. Simu yake ilianza kuita na kisha kaipokea kwa haraka sana. Ndio Naima. Ryan, upo katika hospitali inaitwa Digenos? Ndio, umejuaje? Shit. Kuna watu ninao wahofia ambao sio salama. Nimehaki kamera na system nzima ya hospitali, hivyo kama upo hapo tambua kabisa kwamba kuna watu wanawasaka nyinyi. Wapo ngapi? Ngoja kwanza. Naima alizungumza akawa na binya huko laptop yake, lakini huko Ryan akawa anamtazama Lisa jinsi alivyokuwa anasimama. Na kutumia ramani nzima ya eneo lipo, na nina switch on alamu ya hatari kwa hospitali nzima. Wagonjwa na watu watatoka nje, hivyo itakuwa ni nafasi rahisi kwa nyinyi kuweza kutoroka. Okay, sawa Naima.
Una earphone? Yeah. Chomeka earphone maskini mwako ili niweze kukupatia direction pa kutokea. Okay, sawa. Kweli Ryan akachomeka earphone kwenye simu yake na kisha kavaa upande mmoja wa earphone hiyo katika sikio la kushoto. Ghafla ving'ora vya tahadhari vilianza kusikika katika eneo la hospitali hiyo na kuwafanya watu waanze kutoka huko wakiwa wanakimbia katika hiyo hospitali. Ryan pamoja na mke wake nao pia wakajichanganya katika makundi ya watu waliokuwa wanatoka kwa mfululizo wa kuokoa maisha yao. Kwenye hii corridor unaweza nikatoka? Ndio, unaweza kuongeza mwendo. Ninawaona hapa kwenye kamera. Okay, sawa. Ryan aliendelea kuongeza mwendo huku akiwa amemshika mkono Lisa. Walifanikiwa kutoka nje ambapo tayari gari za zimamoto zilikuwa zimeshafika katika hospitali hiyo. Wakatembea mpaka kwenye taxi moja, wakafungua milango ya nyuma na kisha wakaingia. Mnaelekea wapi? Ryan, mwambie mnaelekea Bets. Sisi tunaelekea Bets. Okay, sawa. Dereva taxi aliwasha gari na wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu huko Ryan akiwa kwa makini mno kutazama nyuma kuona kama kuna gari linalofuatilia. Shit. Mkuu, hawa watu watakuwa wameshatoka kwa maana tumeingia kwenye chumba chao. Hawapo. Endeleeni kuwatafuta, sawa? Mkuu, kwa hali kama hii ya watu kukimbia sio rahisi kuwaona. Nimesema watafuteni hospitali nzima. Kiongozi wa kikosi hiko cha magaidi kilichotumwa na Flora alizungumza hivyo kwa kufoka kweli kweli, kwani kazi hiyo itawaingizia pesa nono mno ambayo hawajawahi kuipata kwenye maisha yao yote toka walipoanzisha kikosi hiko kinachoshughulika na uhalifu wa kimya. Dereva samani, inachukua muda gani mpaka kufika Bet? Rani alimuuliza dereva wa hiyo taksi. Kama dakika 40 hivi kama kutokuwa na foleni. Okay, sawa dereva. Kuna kijana anaitwa Jose. Ni mwanafunzi wangu wa IT. Yuko vizuri na ameshatangulia katika hilo eneo. Na nyumba mtakayoishi ipo kwenye hilo eneo. Ryan, usinijibu chochote ili kutokumpa mashaka huyo dereva taxi. Nitakutumia message kama kutokuwa kuna la ziada. Na Emali kata hiyo simu na kumfanya Ryan kushusha pumzi huku akimtazama Lisa aliyekuwa anaonekana kuwa na mawazo kweli kweli. Taratibu kijana Ryan akaupitisha mkono wake mgongoni mwa Lisa na kisha kamlaza begani mwake. Ujumbe ukaingia katika simu ya Ryan. Ryan akasoma message hiyo yenye maelezo ya mtaa ilipokuwa nyumba pamoja na namba ya nyumba wanayokwenda kufikia. Alimuonesha Lisa naye akaisoma na kisha Ryan akaifuta message hiyo kuepuka ushahidi. Wakafika katika mji huo. Wakafika katika nyumba ambayo imezungukwa na eneo kubwa la shamba huku yenyewe ikiwepo katikati. Wakamlipa dereva taxi na wakashuka ndani ya hiyo taxi na mizigo yao. Dereva taxi akageuza gari na kuondoka. Karibuni sana. Kijana mwembamba na mwenye nywele nyingi alizungumza huku akipiana mikono na Ryan. Tunashukuru. Mimi naitwa Jose na haya ndo makazi yetu mapya ambayo mkuu ameniambia kwamba niwatafutie. Karibuni sana ndani. Jose alizungumza haraka huku akibeba moja ya begi na kisha wakaingia ndani katika nyumba iliyokuwa ina ghorofa moja. Rani akatazama sebuleni hapo ambapo kulikuwa kuna vitu vizuri vilivyopangika. Akatazama kompyuta 4 zilizopangwa kwenye moja ya meza. Sasa kaka mkubwa, kamera system ipo katika kila sehemu kwenye hili jumba zima. Hivyo hata kama kukitokea uvamizi wa aina yoyote ni mapema sana kuweza kufahamu. Lakini pia nimefunga alarm system ambayo itawawezesha nyinyi kufahamu kama kuna mtu yoyote anaingia katika eneo la nyumba hii. Lakini pia hii nyumba madam alikuwa anaitumia kama eneo la kuweza kujificha na kufanya makazi yake. Jose alitoa maelekezo huku akimtazama Lisa na Ryan waliokuwa wamekaa kwenye moja ya sofa. Katika hii nyumba kuna eneo hili la juu na kuna eneo hili la chini ya ardhi, ambapo kuna eneo kubwa sana la kujificha chini ya ardhi. Hivyo ni salama hata kama uvamizi ukitokea. Juu mnaweza mkakaa, chini kuna kila kitu pia. Kwa juu ya ghorofa kuna vyumba pia viwili vya kulala na vyote ni master, na kuna sebule ndogo kwa ajili ya kuweza kutazama TV na kujisomea kama hamtoweza kujali. Ningependa niwaonyeshe.
Kweli walipandisha ngazi na kuingia gorofani. Wakachagua pale moja ya chumba walichokipenda na kisha wakaweka mizigo yao, kisha wakarudi sebuleni. Walitembelea eneo lililopo chini ya ardhi ambapo napo pia kumejengwa vizuri kweli kweli. Jose akawa anasema pale kwamba mkuu, hili eneo limetengenezwa kwa chuma kigumu. Kipindi cha miaka ya 93 maeneo haya unajua yalitumika kama mashamba na mfalme wa Morocco aitwaye Mohamed wa 4 alimiliki 71% ya eneo hili. Hivyo hata majengo mengi ya hili eneo yalijengwa kifalme na ulinzi ni wa kutosha. Na hata kama kuna adui anakuja kuweza kushambulia, hawezi kumpata mfalme na kuna njia nyingi sana za kuweza kutorokea. Njoni tuko. Jose alizungumza na akasimama kwenye moja ya sanamu la simba. Aliminya pale jicho la kushoto na mlango wa chuma, mlango mkubwa kweli kweli, ulianza kufunguka taratibu. Taa katika njia hiyo ya chini ya ardhi zilianza kuwaka. Jose akasema, hii ni njia siri ambayo itakuwezesha kutoka nje kabisa ya mji huu. Ina umbali gani? Kama kilomita 1. Na okay, sawa. Je, tupite? Mimi nimechoka mume wangu, nahitaji muda kupumzika. Pole sana shemeji. Namalizia. Jose aliminya pale jicho la kulia la picha hiyo ya simba na eneo jingine pia la ukumbi huo ukafunguka na kabati kubwa lililokuwa limejaa silaha lilionekana, huku bunduki za kila aina zilikuwa zinaonekana. Mpaka Ryan mwenyewe akasema, "Wow." Ryan alizungumza huku akitazama silaha hizo. "Nina imani sasa roho yako itakuwa imesuzika mkuu, kwa maana sifa zako madam alikuwa anaziongelea kila wakati kuhusu wewe." Ryan alichukua moja ya bunduki akaikoki pale na kuitazama vizuri, akasema, "Ziko vizuri." "Hiyo ni sehemu tu ya silaha mkuu. Unajua kila kitu ndani ya huu ukumbi kinaendeshwa na teknolojia na tumeficha hivi vitu ili mtu akija aone hizo sofa na TV na friji na hilo jiko." Jose alizungumza huku akiwa anasogelea meza iliyopo eneo hilo. Akaingiza mkono chini ya meza na kisha kaminya button iliyopo chini ya meza moja hivi. Na ukuta pale ukafunguka na TV kubwa iliyokuwa imejaa ukutani hapo ikaonekana. "Hapa mkuu ndipo mnapoweza kufuatilia kila kitu kinachoendelea. Naamini kaka unafahamu haya mambo, hizi TV, na nitakuwa na nyinyi kwa kipindi chote mtakachoweza kukaa hapo." Simu ya Jose ilianza kuita hapo hapo. Alitoa mfukoni na akaipokea video call hiyo. "Ndio madam." "Wamefika wageni wangu?" "Ndio, niko nao hapa." Jose ilibidi amkabidhi simu Ryan. "Ryan, pole, nimetoa nje kidogo ya jiji." "Usijali Monica, mazingira nimeyapenda." "Okay, sawa. Naamini Jose amewaelekeza kila kitu ndani hiyo nyumba." "Ndio." "Je, una uhakika kwamba watu waliokuwa wananifuatilia hawawezi kufika ile eneo?" "Nina uhakika wa 70%. Kwa maana hapakuwa na aliyekuwa anawafuatilia hadi mlipoweza kutoka nje ya jiji la Paris. Eneo mlipo ulinzi wake ni kutosha. Hivyo kuwa na amani kabisa kaka." "Okay, sawa Naima. Nahitaji kuweza kujua walionifuatilia ni akina nani na wanahitaji nini kutoka kwangu." "Na kutumia picha kwenye big screen." Picha ya mwanaume mwenye ndevu nyingi nyeusi akionekana pale kwenye TV hiyo kubwa. Huyo anaitwa Dragon God. Ni mmoja wa wafanyabiashara wa madawa ya kulevya na anamiliki magenge ya kiuhalifu yanayotumia silaha. Rani akaitazama hiyo picha. "Wametumwa na kina nani?" "Hadi sasa hivi sitambui, ila ni watu ambao hupokea pesa kutoka kwa wateja wao na hufanya kazi kama vile mteja atakavyohitaji. Kama ni kuua wataua na kama ni kukuteka watakuteka. Yaani kiufupi ni watu wanaojaribu kusakwa na serikali ya Ufaransa, ila ni ngumu sana kukamatika kwa sababu wanashirikiana na maafisa wengi sana wa serikali ambao sio waaminifu katika serikali yao. Kwa nikimpata huyo nitakuwa nimempata aliyowatuma, si ndio?" "Yes." "Hili unalolifanya mzee Max na mzee wanalifahamu?" "Hapana, ni mimi kama mimi." "Vizuri sana Naima. Kwa sasa nahitaji kuweza kumpata adui yangu mmoja baada ya mwingine. Huyu Dragon nitaanza naye kwa maana kwamba anaonekana ni kikwazo kwangu." "Sawa Ryan." "Wa pili kuna msaidizi.
aliyekuwa mkuu wa kikosi cha Al-Shabaab aliyeuawa. Kwa taarifa za kipelelezi nimesikia kwamba yuko hapa. Una picha yake? Ndio, ninakutumia kwenye simu. Pia nahitaji kufahamu huyo Dragon ni eneo gani alipo, kambi yake wapi ilipo. Leo hii nahitaji kuweza kumtembelea kidogo nikampe hai. Sawa, lakini kuwa makini kwa maana kwamba sio mtu mrahisi kama unavyofikiria. Usijali Naima. Nahitaji gari, naweza nikapata gari yenye uwezo wa speed kidogo? Ndio boss, unaweza kupata, alijibu Jose. Okay, sawa, nashukuru sana Naima kwa kila jambo. Usijali bro, wewe ni zaidi ya ndugu kwangu, hivyo sitaruhusu kuona bali na kupata wewe na wifi yangu. Msalimie huyu hapa. Ryan alimpatia simu Lisa. Wow. Unajua sikuwahi kukuona kwa ukaribu kama hivi. Kumbe wifi yangu ni mzuri kwa kweli. Kulikuwa kuna haki ya kakaangu kuweza kuchanganyikiwa, maana wewe ni pisi, alisema Naima. Unaongea sana Naima Mbona wewe pia ni pisi kali jamani? Wewe mimi kamanda, wewe mgumu. Hata mimi ni kamanda mbona. Nashukuru kwa kukufahamu Naima. Na mimi pia wifi yangu nafurahi sana kuweza kukuona. Na pia hapo ninaamini kabisa kwamba mtakuwa salama. Nashukuru sana Naima. Mlee mjomba wetu azaliwe salama. Mungu abariki na kusaidia hilo. Amen. Mpatie basi kakangu simu. Ryan, ngoja mimi nishughulikie hilo swala la Dragon na kisha nitakupatia jibu baada ya muda kidogo. Nashukuru Naima. Naima alikata simu na Ryan akamrudishia simu Jose. Kaka, kuna gari huko, njoo uchague. Walitoka nje eneo hilo na kuelekea katika chumba cha kuhifadhia magari. Walifunua pale turubai zilizofunika gari mbili. Bro, hii ni BMW M5, ndio gari nayo kwenda kasi katika gari zote za BMW. Kutoka 0 speed mpaka 60 inatumia sekunde 3. Hii ni sport car. Kama unahitaji unaweza kulitumia hili. Top speed yake ni ngapi? 260. Rani akaingia pale ndani hiyo gari, akatazama mazingira ya ndani hilo gari. Okay, wow, nimependa. Nadhani nitatumia hili. Sawa, kuna shaka kaka. Rani, tuzungumze. Lisa alizungumza na wakaelekea katika chumba chao. Mume wangu, unaiona hali yangu. Muda mwingi nahitaji kuwa na wewe. Nahitaji kuweza kukuona ukiwa karibu yangu. Unapotaka kwenda kuwashughulikia au maadui zako sijui peke yako, unasema utaniacha na wasiwasi wa aina gani? Mke wangu, ni bora nidili nao ile hali mimba yako ikiwa bado iko changa kuliko nikisubiria mimba yako ikawa kubwa. Hawa watu waache kutusa kama mke wangu. Lazima nikulinde kwa namna yoyote vile ambavyo naweza. Sawa mume wangu, ila hakikisha kwamba unakuwa kwa makini. Usijali Lisa. Ryan akatoka ndani hapo. Kaka, tayari eneo ilipokuwa makazi ya Dragon yamepatikana. Jose alizungumza huku akimuonesha Ryan eneo lililokuwa limezungukwa na miti mingi, huku kukiwa kuna nyumba moja tu katikati ya hilo eneo. Sasa mkuu, eneo hili aiseli na ulinzi wa kutosha na Dragon anaishi ndani hapo na familia yake. Ana pesa nyingi sana. Namba ya walinzi ni wangapi? Idadi kamili hatuwezi kuifahamu kwa maana kwamba huwa wanaongezeka mara kwa mara. Ryan akamtazama Lisa anaishuka kwenye ngazi na kusimama pembeni yake. Jose akaminya moja ya button ya kompyuta na kioo cha pembeni kikawaka na kumuonesha Naima akiwa ofisini. Ryan, umeona eneo alipokuwa Dragon? Ya, nimeona. Leo siku watakuwa na mkutano nyumbani kwake na maafisa wa polisi ambao huwaonga pesa ili kuendeleza issue yao ya ajenda kuu ambayo ni wewe na Lisa. Wameamua kuweza kuwashirikisha na polisi ili mtafutwe na mkamatwe kwa maana kwamba wao kama wao wameshindwa kuwapata. Hivyo basi, ukikutana na hao askari au ukakutana na askari yote usimwamini, kwani wakikukamata hawatakupeleka kituoni zaidi ya kuelekea kwa Dragon. Kauli ya Naima ilimfanya Ryan pamoja na Lisa kushusha pumzi, kwani wameingia kwenye nchi ambayo matatizo wanayokumbana nayo hawakutarajia kabisa. Na mkumbuke kwamba hawa kina Dragon wametumwa na Flora. Flora ni binti wa makamu wa rais. Flora.
unachokitafuta Flora. Omba tu Mungu Ryan asijue kwamba hawa watu wametumwa na wewe, ndugu yangu. Ni Simo. Hani. Lisa aliita huku akimtazama Ryan aliyokuwa anaendelea kula chakula alichokuwa amempikia. Naam. Hivyo una uhakika na unachokwenda kukifanya? 100%. Na hiyo ndio njia pekee mimi kuweza kuhakikisha kwamba tunamjua nani ambaye anahusika kwenye hili. Unaambiwa kwamba ukishamjua adui yako ni nusu ya kushinda vita. Hata kama tukienda Marekani na kuomba uraia, wanaotaka kutua hawatoacha, watatutafuta tu na kutua. Hivyo ni lazima nihakikishe kwamba ninawaua kwanza, yani ninasafisha njia kwa ajili ya usalama wangu na usalama wako na usalama wa mtoto wetu anayekuja. Wakati wanazungumza hapo, wakasikia mgurumo wa pikipiki kwa mbali. Ryan kwa haraka sana akasimama huku akiwa ameshika bastola mkononi. Akafungua pazia na kuona pikipiki ikija eneo hili kwa kasi vibaya mno. Ni nani? Ngoja kwanza Lisa, ngoja. Ryan alishuhudia pikipiki hiyo chini. Mara baada ya kuweza kusimama, alimwona Jose akivua pale kofia pikipiki hiyo. Ni nani baby? Ni Jose. Lisa hapo ndo akashusha pumzi huku naye akiwa ameacha sasa kula. Wakatoka ndani hapo. Kaka. Naam. Vipi chuma itakufai? Jose alizungumza huku akimwonyesha Ryan pikipiki aina ya Honda. Umetolewa wapi? Nimetoka kuinunua, ni mpya hii bro. Unajua nimefikiria ukitumia gari kwa mfano ikatokea unakimbizwa na mapolisi, ukafika sehemu ambayo unahitaji kuweza kutoka, kwa kutumia gari utashindwa kutoka. Ila bro ukitumia pikipiki na imani ya kwamba hata polini yani wewe unaingia popote pale chochoroni wewe unapita. Hii ni Honda aina gani? Honda CBR 1000RR. Ina gia 6 zenye nguvu bro. Speed yake balaa. Wow. Ya kweli ina nguvu nzuri. Mume wangu kwa itakuwa kwako? Yeah. Kama alivyosema shemeji, kusema ukweli, hii hata kama mtu akawa anatokea mwenye gari anakukimbiza, hawezi kukupata. Na wewe ni dereva mzuri mume wangu. Ndio niko vizuri. Ebu leta kofia Jose. Jose alimpatia Ryan kofia pikipiki hiyo. Akapanda na kuiwasha kwa kasi akaondoka hilo eneo. Alizunguka eneo la shamba hilo kwa spidi na kisha karudi. Mzee uko vizuri bro. Ya shukrani. Ryan akashuka wakaingia ndani. Sasa kaka. Ndio. Hii hapa ndio ramani ya eneo la nyumba nzima ya Dragon. Ulinzi wake unaweza kuongezeka kama nilivyokuambia kutokana na ujio wa wageni wake nyumbani kwake. Hivyo kama ni uvamizi basi uweze kufanyika kwa umakini mkubwa mno brother. Je, mnaweza kuhaki kamera za eneo hilo? Madam nadhani ndo anaendelea kulishughulikia. Okay sawa, nitajua nini cha kufanya. Baada ya mpango mzima kuvamia nyumbani kwa Dragon, Ryan akaanza sasa kuandaa silaha zake ambazo zitaweza kumsaidia katika kazi ngumu iliyopo mbele yake. Msikilizaji, tukirudi nchini Tanzania. Kwanza pole sana kwa kila jambo lililoweza kutokea. Makamu wa rais alizungumza huku akipeana mkono na Mheshimiwa Rais Dismas mara baada ya kushuka ndani ya ndege. Kwanza niseme na shukuru kwa kweli, kwa maana nilidhani kwamba sitorudi nchini. Walitembea mpaka kwenye gari la rais. Mimi nadhani mengi twende tukazungumze Ikulu Mheshimiwa Rais. Sawa sawa. Makamu wa rais akaingia kwenye gari lake huku rais naye akaingia kwenye gari lake. Safari ya kuondoka eneo hilo ikaanza huku ulinzi ukiwa umeimarishwa kisawa sawa. Miili ya watu ndugu zetu waliouawa Iran inakuaje? Monica alimhoji Mheshimiwa Rais huku akiwa wapo katika gari moja. Ipo mochwari na italetwa nchini ndani ya siku 2 hizi. Kikubwa ilikuwa ni mimi niweze kuondoka kwanza. Kwenye hili serikali ya Iran ina chochote cha kutulipa, kwa maana kwamba watu wetu wamefia kwenye ardhi yao. Monica, nimeona tulipeleke kiundugu zaidi. Tukumbuke kwamba sio watu wetu pekee waliokufa, ila kuna wanajeshi wao wameuawa ile siku. Na aliyemuua hajapatikana, si ndio? Alifanya mauaji.
Ndiyo, ni jukumu letu kujua aliyehusika ni nani na asakwe popote pale alipo. Rais alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Monica usoni mwake. Sasa kwenye gari la alopanda makamu wa rais alionekana pale kutoa simu yake iliyokuwa inaita kwenye koti la simu yake. Alipokea mara baada ya kuona binti yake Flora ndiye alikuwa anampigia simu. Makamu wa rais akasema, vipi binti yangu, umefikia wapi? Baba, ni kweli Ryan na Lisa wapo nchini Ufaransa. Je, wamepatikana? Waliweza kutoka kiujanja tu uwanja wa ndege, na watu wangu waliweza kugundua kwamba wapo kwenye moja ya hospitali, hivyo walikwenda pale kuwatafuta, ila hawakufanikiwa kuwapata. Waliweza kutoroka pia. Ila baba, nimetoka kuzungumza nao kama dakika 5 zilizopita. Wameniambia kwamba kuna wakuu wa polisi na upelelezi watakutana nao na kuwapatia picha za Ryan na Lisa ili wakamatwe, na itakuwa ndo njia rahisi kwa wao kuweza kuwakamata. Mwanangu, na uhakika hao wanaowapatia hiyo taarifa ni watu sahihi? Naamini ni watu wanaofanya nao kazi baba. Kikubwa tujiandae kusherehekea ushindi tunaokwenda kuupata. Tutapokea miili ya Ryan pamoja na Lisa very soon baba. Ni mapema sana kusherehekea binti yangu, kwa maana kwamba Ryan ninayemjua mimi sio mtu wa hivyo yani kiurahisi. Na mbaya zaidi ni kwamba Scorpion wanampa support Ryan na walisema mimi nisimguse, kwa hiyo kuwa makini. Sawa baba, nimekuelewa. Makamu wa rais alikata simu huku akiingia katika geti la Ikulu. Baada ya gari kusimama, wakaelekea ofisini kwa mheshimiwa rais kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Rais alikaa kimya tu huku akiwa anatufikiria jambo. Vipi, umechoka sana mzee mwenzangu, ni kuache upumzike? Makamu, hapana, kuna kitu tu nilikuwa nafikiria. Kitu gani kwa mheshimiwa rais? Unajua mchana Ryan alipokuwa anashambuliwa na watu nilowatuma kumuua, Ryan alifanikiwa kutoka hai kabisa. Usiku wake ndo tulifika Irani na msafara ulishambuliwa na ninja mmoja akaua karibia watu wote. Sasa unajua, najiuliza kama sio Ryan yule ni nani? Yule ninja mimi nahisi ni Ryan. Kwa hiyo mheshimiwa rais, unataka kuniambia Ryan ana mafunzo ya kininja? Sasa unajua makamu, ukiniuliza swali kama hilo mimi na wewe hatujui. Nimekwambia nahisi tu kama yule ninja atakuwa ni Ryan. Nisikilize mheshimiwa rais, mimi kuna issue moja nahitaji uweze nikushirikishe. Yaani tushirikishane. Makamu wa rais alizungumza huku akimtazama Rais Dismas. Niambie na kusikiliza. Kama unavyojua mkuu wetu wa Scorpion alituambia kwamba tusimfuatilie kabisa Ryan. Ila Ryan anaendelea kutufuatilia sisi. Jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine sisi ndo tutakao kwenda kuathirika kwenye hili. Hebu tuchukulie kwa mfano Ryan ndo amehusika katika hayo mauaji huko Iran. Je, tuliache hili liende ikiwa kuna watu wengi wamekufa? We, hatuwezi kuliacha lipite. Na istoshe mimi nataka Ryan afe kwa gharama yoyote, kwa sababu mimi siwezi kumpoteza nilie naye. Unamaanisha nini rais? Nimeteleza bahati mbaya, hebu tuyaache hayo bwana. Niambie sasa, niambie hilo unalotaka kuweza kunishirikisha, niambie. Mkuu, inamaanisha unatoka na Monica? Bwana, nimekwambia tuyaache hayo bwana wewe. Okay, iko hivi. Ryan yuko nchini Ufaransa. Na hii ni baada ya kutoka Iran. Sasa kwa kushirikiana mimi na mwanangu Flora, kuna timu ya watu ambayo mwanangu ameilipa hiyo timu. Na hapa ninavyozungumza nawe ni kwamba wanaendelea kumsaka Ryan huko Ufaransa na huyo mwanamke wake. We makamu wewe, una uhakika hao watu wana uwezo kumkamata kweli Ryan? Naamini hilo, mimi naamini hilo. Sawa, fanya hivyo na hakikisha tu mimi unanipatia ripoti ya kila kinachoendelea. Mimi nahitaji Ryan afe, yani haraka iwezekanavyo afe. Unajua mimi nitakosa huu utamu wangu. Sorry mkuu, nimekwambia sorry, tuachane nayo, ila tunataka Ryan afe. Sawa mkuu. Alafu makamu, hebu ngoja kwanza, mimi nataka nikaione familia yangu.
Hakuna shaka, mimi basi ngoja nirudi Dar es Salaam. Sawa, tutawasiliana, chochote kile makamu, tuwasiliane. Makamu wa rais aliondoka Ikulu na kuelekea uwanja wa ndege. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanadada Nadia akarudia kuitazama ile video ambayo inamuonesha Ryan akipambana na magaidi huku akiwa na Lisa. Hawa magaidi unaweza kutambua wametokea wapi? Nadia alimwambia mmoja wa wataalamu wanaoshughulika na masuala ya IT. Madam, hao ni magaidi wa kikundi cha Islamic State. Na pia sio rahisi mkuu, kwa maana kwamba unajua miaka na miaka hao wamekuwa wanajificha mafichoni kwenye milima na mapango. Hivyo sio rahisi kuweza kumpata. Ila hawa watu watakuwa wamepewa tenda ya kuifanya hii kazi, si ndio? Ndio madam, ndio inavyoonekana mkuu. Hawamjui wala kumtambua na ni ngumu kufahamu ni nani ambaye amewapatia hiyo kazi. Hebu tuma vijana na hakikisha wanafanya upelelezi wa kujua nani muhusika wa huu mpango mzima. Sawa mheshimiwa. Alafu lile shambulizi la rais, msafara wa rais, mmemgundua yule ninja ni nani? Hapana mkuu, ni ngumu sana. Na si ameua baadhi ya watu wetu? Ndio mheshimiwa. Nadia alishusha pumzi huku akijaribu kutafakari jambo. Akatoka katika ofisi hiyo ya watu wa IT na kisha kaelekea katika ofisi ya mama yake. Vipi mwanangu, kuna mpya yoyote? Hapana mama. Ila mwanangu, nataka nikushauri jambo moja. Bila shaka mama. Maisha ya binadamu ni mafupi sana. Kama ulikuwa na rafiki zako uliokuwa nao na sasa hivi hawapo duniani, ni vyema ukafanya maamuzi sahihi kwa mambo sahihi. Sijakuelewa mama. Ipo hivi. Yule kijana Ryan ni mume wa mtu, tena kihalali kabisa, na walifunga ndoa na yule binti anayeitwa Lisa. Wamekutana na ni watu wenye furaha ya maisha. Mwanangu Nadia, wewe ni mzuri tu na una sifa zote zinazohitajika kwa mwanaume. Unaonaje ukapata mwanaume ambaye atakuwa ni wa kwako peke yako pasipo kuchangia na mtu au kugombana na mtu? Kwa sababu binti yangu, endapo huyu kijana unayemtaka akija kujua kwamba unamfuatilia mke wake, unataka kumuua mke wake, mwanangu, huyu kama mwanaume atafanya lolote kuhakikisha anamlinda mke wake. Na je, atakapomlinda unadhani wewe atakufanya kitu gani? Maana anaweza hata akakudhuru mwanangu. Nadia alishusha pumzi taratibu huku akimtazama mama yake. Mwanangu, tusitengeneze tatizo ikiwa tuna matatizo mengine. Laiti kama yule binti angekuwa amemchukua mume wako, ningekuunga mkono kwamba una haki ya kupigania kilicho chako. Ila mwanangu, unataka kumpigania yule mwanaume soa kwako. Najua moyo wako una mapenzi tena ya dhati kwa yule kijana, ila inabidi tuangalie na uhalisia uliopo. Sijui umenielewa mwanangu? Sawa mama. Nimekuelewa. Sijui mwanangu nitakufa lini. Ila haya yote yanahitaji kiongozi hodari. Yanahitaji kiongozi mahiri ambaye ni wewe mwanangu. Akili yako sasa hivi inatakiwa kuhakikisha inashughulikia mambo yote ya Scorpion. Sawa mama, nimekuelewa. Nakupenda sana mwanangu. Wewe ndo faraja yangu. Hivyo sitohitaji nikupoteze. Ni heri nikatangulia mimi kufa kuliko wewe. No mama, usiongee hayo mambo sasa hivi. Kwanza umeshakunywa dawa zako? Ndio. Una uhakika mama? Ndio mwanangu. Hebu nione kichupa chako cha dawa. Mwanamama Katha alitabasamu na kutoa kichupa cha dawa zinazomsaidia katika kusafisha sumu iliyopo katika mapafu yake. Nadia akatazama dawa hizo na kisha karidhika. Taratibu Nadia akampiga busu mama yake na akatoka ndani hapo na kumwacha mwanamama Katha akitabasamu kwa furaha.
Naam, msikilizaji, upande wa pili, Ryan anaonekana kutazama nguo mpya za kininja alizokuwa amepewa na rais wa zamani wa Tanzania, yaani Rais Edi. Mbona naziangalia sana mume wangu, hujazipenda hizo nguo? Nimezipenda, ila naona zimetengenezwa kwenye ubora wa teknolojia ya hali juu mno. Sio vizuri mume wangu au? Ya, ndio ni vizuri. Kwa sababu zile za mara ya kwanza ilikuwa endapo bastola ikinipata, mtu akinipiga risasi ikinipata ilikuwa inaniingia. Lakini hizi nguo risasi haipiti. Kwani ulizipata wapi? Kuna watu niliwapa kazi ya kutengeneza kuepusha madhara ya kudhurika. Maana kuna kipindi kwenye mapambano yangu nilipunyuliwa na risasi kwenye mwili wangu. Oh. Sawa, mume wangu. Ryan alivua nguo alizozivaa na akabaki na nguo ya ndani. Tunakisha akazivaa nguo hizo zilizomkaa vizuri mwilini mwake. Wow. Mpendeza mume wangu. Najisi kama nina nguvu fulani hivi nikivaa mavazi. Kweli? Ndio. Nakutakia kazi njema mume wangu. Nashukuru wewe. Wakatoka chumbani huko Ryan akiwa tayari kwa kazi iliyopo mbele yake. Jose akampatia Ryan wireless earphone akavaa sikioni mwake. Bro, unanisikia? Nakupata vizuri Jose. Operation yote tutaiendesha kwenye chumba cha chini kule. Okay, sawa. Taratibu Ryan akampiga busu Lisa na kisha akavaa ile maski ya kininja usoni mwake. Kuwa makini mume wangu. Usijali wewe. Bro, kwenye pikipiki nimefunga Android TV. Itakuwezesha kuona ramani ya barabara unayopaswa kuweza kupita ukifika nyumbani kwa Dragon. Okay, sawa Jose. Ryan aliwasha pikipiki na kuondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi mno, huku akiwa yuko makini barabarani. Baada ya dakika kama 50 hivi mbele, akafika eneo la karibu na nyumba ya Dragon. Alisimamisha pikipiki mita kama 3 kutoka ulipokuwa huo msitu uliokuwa umezunguka nyumba hiyo. Aliingia katika msitu huo kwa tahadhari mno, huku mkono wa kulia akiwa ameshika bastola aliyokuwa ameifunga kiwambo cha kuzuia sauti, huku mkono wa kushoto akiwa ameshika pale upanga mrefu wenye kukata pande zote mbili. Bro, kuna walinzi wawili wanakuja upande wako wa kushoto. Jose alitoa maelezo hayo kwa namna ambavyo wanafuatilia operation hiyo kwa kupitia satellite. Ryan alijibanza kwenye moja ya mti mkubwa, akawaona pale walinzi wawili wakiwa na bunduki wakiimarisha ulinzi wa hilo eneo. Akatazama silaha zake zilizokuwa amezishikilia vyema kabisa, na kisha akaamua kutumia upanga wake akawashambulia ulinzi hao wawili kwa kuwakata viungo vya miili yao, kitu kilichowafanya Lisa na Jose waliokuwa wanafuatilia operation hiyo walifumba macho, kwani alichokuwa anakifanya Ryan ni kama vile anawageuza wenzie bucha. Yani alikuwa anawakata vibaya mno. Yes sir, hivyo mambo yanazidi kuwa matamu. Ryan amefanikiwa kuingia katika kambi ya Dragon. Unahisi atafanikiwa kumpata Dragon na kujua mhusika mkuu wa aliyemtuma ni nani? Dragon ametumwa na nani? Kwa nini Dragon atakumuua Lisa? Tukumbuke Dragon hii kazi amepewa na Flora, binti wa makamu wa rais. Sasa je, Ryan kisha kuja kuyajua haya itakuwaje mtu wangu? Bado usikose katika sehemu ya 17 mzigo wa Ice Kill Me chapter 4. Mimi naitwa Uncle J. Asante na kwaheri kwa muda. Tukutane sehemu ya 17 mtu wangu.